Yes, tunaendelea. Tunataka kuwaambia mzuri wa wilaya yetu ya Kilosa. Nyinyi wakati mnalinga mna bahari. Na mnatuambia sisi katika mkoa wetu wa Morogoro hauna bahari. Ni kweli tunakubali. Lakini tulichokuwa nacho na nyinyi hakuna. Ukiangalia mto kama huu, una maji yanayotiririka mwaka mzima na hakuna namna yoyote ambayo utakuja ndani ya mto huu utakosa maji. Miaka yote wakati wa mwaka wote, yani miaka yote wakati wowote yatapungua tu, lakini baada ya hapo yataongezeka tena na kuwa maji mengi kama yalivyokuwa sasa hivi. Huu ni wakati ambao umetoka kupita wa masika, na maji haya yanatufanya sisi tuweze kuneemeka. Tukiamua kilimo cha kumwagilia tunayapata maji haya tunayatumia, tukiamua kunywa maji haya tunayatumia, tukiamua kuoga ndo haya maji yetu muda wote. Yani sisi hapa tunavyojisikia wenyewe ni zaidi ya bahari. Ukiachana na kile ambacho tunawaambia, hii ni ardhi ambayo ina kila kitu ambacho wewe unakijua kinaweza kuota. Kuanzia mahindi, mpunga, ufuta, sijui alizeti, parachichi, mimea ya aina yoyote, miembe, mikorosho, mimea yote unayojua wewe katika dunia hii. Mungu alivyotujalia ameifanya Kilosa kuwa ni sehemu pekee ya kwamba kila mmea unaohitajika katika dunia, katika mikoa yote Tanzania, basi mmea hapa unaweza kuota na unaweza kupata kama sehemu ambayo inaonekana ndio sehemu halisi ya kuota mimea hiyo. Sisi tumepewa kila kitu. Iko ndio kitu ambacho tunashukuru Mungu. Kwa hiyo tunajivunia kuwa Wasagara, tunajivunia kuwa wana Kilosa, na sisi huku ndio maana wageni wengi wakiingia hawatoki. Ipo siku tutaja kuwapa sababu kwa nini wageni wengi na nchi hii ya wilaya hii hawatoki. Lakini sababu moja hapo kubwa ni kwamba ardhi ya huku kwetu inakubali kila mmea, na watu wanajineemesha na kulimo na wanapata kila wanachojihitaji kukipata. Kwa hiyo tunafurahia sisi kwetu na tunakishukuru sana. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa, na tunaamini kwamba siku zinavyozidi kwenda mbele na nyinyi mtakuja kuiona Kilosa na mtakuja kuishi Kilosa. Asanteni sana.